Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alihamishiwa kwenye banka ya chini ya ardhi katika eneo la Lavizan kaskazini mashariki mwa Tehran saa chache baada ya Israel kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Tehran mapema siku ya Ijumaa, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya kuaminika kutoka ndani ya Iran vilivyozungumza na Iran International. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, watu wote wa familia ya Khamenei wakiwemo mwanawe Mojtaba wako pamoja naye kwenye banka hiyo. Katika operesheni zilizopita dhidi ya Israel, True Promise 1 na True Promise 2, familia ya kiongozi mkuu huyo pia ilihamishiwa katika banka hiyo. Wakati huo Mojtaba alikuwa pamoja naye, lakini watoto wake wawili wengine, Masoud na Mustafa, hawakuwa pamoja naye. Shambulizi la kwanza la moja kwa moja la Iran dhidi ya Israel linalojulikana kama Operation True Promise 1 lilifanyika Aprili 3 mwaka 2024, ambapo zaidi ya makombora na drones 300 yalirushwa yakilenga vituo vya kijeshi vya Israel. Shambulizi hilo lilikuwa la kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa majenerali wawili wa Iran huko Damascus. Operation True Promise ya pili ilifuata Oktoba mosi mwaka 2024, ambapo makombora takriban 200 yalirushwa yakilenga vituo vya kijeshi vya Israel kama jibu kwa kuuawa kwa viongozi wa wanamgambo waliokuwa na uhusiano na Iran, akiwemo aliyekuwa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Jumapili, Israel ilishambulia mji wa Mashhad kwa mara ya kwanza, mji ulioko umbali wa kilomita 2300 kutoka Israel. Chanzo cha kidiplomasia kutoka Mashariki ya Kati kiliambia Iran International kuwa shambulizi hilo la anga dhidi ya Mashhad lilikuwa onyo kwa kiongozi mkuu wa Iran kwamba hana sehemu salama yoyote ndani ya nchi hiyo. Chanzo hicho cha kidiplomasia kiliongeza kuwa Israel ingeweza kumuua Khamenei usiku wa kwanza wa operation hiyo, lakini serikali ya Israel iliamua kumwacha hai ili kumpa nafasi ya mwisho kufanya uamuzi wa kusitisha kabisa mpango wa urutubishaji wa uranium wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amempa Khamenei muda wa miezi miwili kukubali kusitisha mpango wa urutubishaji wa Iran. Hata hivyo, kiongozi huyo mkuu alipuuzia maonyo ya Trump na Israel. Kwa kuanza kwa mashambulizi ya anga ya Israel, nafasi hiyo imetolewa tena, safari hii kwa Khamenei kutathmini kwa uhalisia uwezo wa kijeshi wa Israel na kuamuru kusitishwa kwa mpango wa urutubishaji wa uranium kwa mujibu wa vyanzo hivyo. Wakati huo huo, idadi ya vifo miongoni mwa raia wa Iran inaendelea kupanda. Jumapili, Wizara ya Afya ya Iran imethibitisha kuwa watu wasiopungua 224 wameuawa tangu mashambulizi ya Israel yalipoanza. Msemaji wa wizara hiyo, Hossein Helmanpour, alinukuliwa na Mehr News Agency akisema watu 1277 wamejeruhiwa na wanapatiwa matibabu katika hospitali za vyuo vikuu kote katika nchi hiyo. Alisisitiza kuwa zaidi ya 90% ya waliouawa na kujeruhiwa ni raia wa kawaida. Kadri mgogoro unavyozidi kushika kasi kimataifa, viongozi wa dunia wanatoa maoni kuhusu njia za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo. Katika mahojiano na ABC News, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa yuko tayari kumuona Rais wa Urusi Vladimir Putin akifanya upatanishi kati ya Israel na Iran. Hata hivyo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani Greenland amelipinga vikali pendekezo hilo. Siamini kuwa Urusi, ambayo sasa inashiriki katika vita vya kiwango cha juu na imeamua kutoheshimu mkataba wa Umoja wa Mataifa kwa miaka sasa, inaweza kuwa mpatanishi, alisema Macron. Wakati huo huo, jeshi la Hamas kupitia kikosi chake cha silaha cha Qassam Brigades limetoa tamko la kuiunga mkono Iran katika mapambano yake dhidi ya Israel. Tunasimama pamoja na Iran, viongozi wake na watu wake, walitangaza wakisifu nafasi ya kihistoria ya Iran katika kuunga mkono harakati za Wapalestina na upinzani dhidi ya Israel. Taarifa hiyo pia ililaani vifo vya makamanda wa kijeshi wa Iran na raia waliouawa, ikiyataja mashambulizi ya Israel kuwa ni uchokozi unaoendelea wa Kizayuni na kusifu mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kwa kutikisa misingi ya uvamizi. Kikosi hicho kiliongeza kuwa Wapalestina huko Gaza walitazama kwa fahari wakati Iran iliposhambulia malengo ya Israel. Hali inaendelea kuwa tete sana, huku mataifa yote mawili yakiwa katika hali ya tahadhari ya juu na mvutano wa kikanda ukizidi kuongezeka. Attention! Your potential customers are watching this video.
Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.